yatakayokuweko, dada zangu. Amen. Wale waliowatazama wakati uliopita wanahitaji waone kwa sura mpya. Amen. Kwamba kuna maisha yameanza. Kama kulikuwa hakuna kiu ya kupenda Mungu, hiyo kiu inapasa iamke. Kama kulikuwa na uzembe wa kuomba, inapasa uzembe huo uondoke. Kama kulikuwa na wakati ambapo upendi ibada, inapasa uone hiyo kiu inaanza. Jina la Bwana libarikiwe. Mstari wa ngapi hapo nasema vifisheni viungo vyenu? Mstari wa 5. Nasema basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi. Fisheni viungo vilivyo katika nchi. Uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani. Ndiyo ibada ya hiyo sanamu. Ndiyo ibada ya sanamu. 6. Kwa ajili ya mambo hayo, kwa ajili ya mambo kama hayo, ghadhabu ya Mungu. Ghadhabu ya Mungu hushuka. Endelea, kuna jambo fulani. Katika hayo ninyi nanyi mlitembea zamani. Sasa mlipoishi katika hayo. Huko tulipoishi huko. Hivi sasa. Lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote. Wekeni mbali vitu hivyo vyote. Hasira na ghadhabu na uovu na matukano na matusi vinywani. Wala msiambiane uongo pale. Msiambiane uongo. Kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake. Mmevaa utu upya unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyeuumba. Amina. Hii ndiyo hatua ya kumwijia Kristo. Kwamba tunapomwijia tunakuja kuyapata maisha mapya. Kwa sababu kama neno la Mungu lilivyotuambia tukatubu dhambi zetu, tubatizwe katika jina lake Yesu Kristo, tupate ondoleo la dhambi. Dhambi inapoondoka una maisha mapya ambayo yatakuwa ni tofauti na yale uliyoishi kule nyuma. Amina. Kwa sababu hapo unakuwa wakati ambao umeingia katika hatua ya kuzaliwa katika familia ya Mungu. Na uangalie kwamba kile kinachohitajika, kama kulikuwa na wakati kule kuna uongo uliousema, hautahitajika hapa. Kama kulikuwa na ibada za sanamu zio kuweko kule, hazitahitajika hapa. Kama kulikuwa na kuambiana uongo kule, hapa hakutahitajika. Kila mmoja asemezane ukweli na mwenzake. Uasherati usiwepo, ibada ya sanamu usiwepo. Maana ninyi ni watoto ambao neno la Mungu limesema kama jinsi ambavyo kwamba tunaweza kuwa tumezaliwa tunayatamani maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Hilo ni neno la Bwana ambalo kwamba tunapolitamani katika kiwango hicho inatuleta mahali pa makuzi. Mama zetu ninyi ni mashahidi. Mnapopata mtoto lazima awe na wakati wa kuweza kukaa kwenye manyonyo. Amina. Wazia kama mtoto amepatikana alafu manyonyo hayapo, hayawezi kuyanyonya. Bila shaka huyu mama ataanza kuwa na wasiwasi kwamba huyu mtoto ni wa namna gani? Mbona maziwa naona yananisumbua lakini hakuna wa kuyanyonya? Haleluya. Na Mungu wakati ambapo ametuzaa ana matiti kama ya mama. Anahitaji kuona kwamba ananyonywa hayo matiti. Yanyonywe. Nguvu za Mungu haziwezi kuja mpaka uwe unasoma neno la Mungu. Neno la Mungu ndiyo maziwa yasiyogoshiwa. Maziwa ya akili yanayoweza kuleta ufahamu wa kiroho ndani ya maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu abariki. Hebu nisome waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 19 19:20. 19:20. Amina. 19:20-21. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3. Amina, sura ya 3. Na kitu pale hapo nahitaji nikiona alafu tumalizia hapo. Amina. Inasema ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri watu wasiotii hapo zamani kule uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja. Sawa. Siku za Nuhu safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache yaani watu 8 waliokoka kwa maji. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo. Haleluya. Kwamba wakati ambapo Nuhu alihubiri habari za watu wapate kugeuka kuacha njia mbaya, wamrudie Mungu. Lakini baada ya kuwa kwamba hawakuweza kusikia ile injili, ilibidi kuweko kwamba maangamizi yalipokuja wao walipelekwa mahali pa vifungo vyao. Lakini Kristo wakati ambapo anatoa roho yake, jina Bwana libarikiwe. Biblia inatuambia
roho aliitoa akaiweka mikononi mwa Mungu. Amen. Lakini nafsi ikawaendea. Amina. Amen. Hawa ambao waliokuwa kule kifungoni, akawahubiri ile injili ambayo walikuwa wameikataa ya Nuhu. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo. Haleluya. Ule ubatizo anaousema, anasema si kuoga mwili. Haleluya. Kuondoa uchafu wa mwilini, bali ni kuweka mbali dhamiri mbaya ambazo kwamba zilikuwepo, zilizowaziwa zamani. Leo tunaanza kuwaza mawazo mapya. Hata kama hujui kuomba, utashangaa unaanza kufundishwa kuomba. Amina. Nani aliyekufundisha? Ni Bwana mwenyewe. Yeye ndiye atakaye kufundisha, yeye ndiye atakaye kuelekeza. Kama dada ambavyo kwamba unapaka rangi hapo, utaendelea kupaka rangi kwa sababu neno la Mungu litakuelekeza hii sio njia sahihi, kwa sababu Mungu ndiye mwenye kukufundisha. Watoto wanaozaliwa wanatamani maziwa ya mama. Maziwa ya mama ni neno la Mungu. Kwa hiyo tulioifia dhambi hatuwezi kuendelea kuishi katika dhambi eti neema ni nyingi. Tumeokolewa kwa neema, basi tunaenda hata kwenye vitu vibaya. Hapana, tunapookolewa tunaachana na dhambi. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Asante Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Tunalitukuza jina lako. Amina. Na hata Mungu wetu tunaomba kwa neema kwa pekee. Amina. Wakati tunapokwenda kuyakanyaga maji haya. Amina. Mungu yafanye kuwa kaburi. Amina. Kama jinsi tulivyosoma, ni mahali pa maziko. Ndiyo. Ambayo tunakwenda kuzika utu wa kale. Jalia watoto wako wanapoingia katika maji haya, Bwana, utu ule wa kale wakauache kwenye maji. Amina. Watoke na utu upya ulioumbwa katika wewe mwenyewe. Amina. Naomba Bwana yatakase maji haya. Amina. Yafanyike matumizi kwa jina lako. Bwana, hata viumbe vilivyoko humo ndani tunavisimamisha kwa muda huu, kwa sababu iko ibada hii inafanyika. Bwana, simama mwenyewe. Amina. Kae katika utaratibu. Halafu ibada ifanyike. Na baada ya hapo Mungu iendelee katika utaratibu. Naamini kwa upendo wako mkuu utakwenda kujalia hata mtumishi wako kinitangulia tu ifanyike tu chombo, wewe ukae mwenyewe unayeweza kuifanya kazi. Katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu naomba. Amen. Pitia wapi? Hapo. Furaha mwenye dhambi moja akitubu, furaha mwenye dhambi moja akitubu, na siku moja tutapenda naye mbingu, na siku moja tutapenda naye mbingu. Furaha mwenye dhambi moja akitubu, furaha mwenye dhambi moja akitubu, na siku moja tutapanda naye mbinguni, na siku moja tutapanda naye mbinguni. Furaha mwenye dhambi moja akitubu, furaha mwenye dhambi moja akitubu, na siku moja tutapanda naye mbinguni, na siku moja tutapanda kwenda mbinguni. Furaha mwenye dhambi moja akitubu, furaha mwenye dhambi moja akitubu, na siku moja tutapanda naye mbinguni, na siku moja tutapanda naye mbinguni, na siku moja tutapanda naye mbinguni. Furaha mwenye dhambi moja akitubu, furaha mwenye dhambi moja akitubu, na siku moja tutapanda naye mbinguni, na siku moja tutapanda naye mbinguni. Furaha mwenye dhambi moja akitubu, furaha. Amen. Amina. Na amekubali na kukiri kutoka kinywani mwake. Amen. Kwamba ni maamuzi yake bila kulazimishwa na yeyote. Amina. Na yuko tayari kusimama na njia hii. Ndio. Kwa namna yoyote. Amina. Amen. Na Mungu amsaidie. Amina.
Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mkuu. Amen. Baba, huu ni wito wako wa majira ya jioni. Ndio. Wakati jua linaelekea kuzama, hivyo Bwana umenena utawaita watu wako. Amina. Kutoka mashariki, kutoka magharibi, amina, kaskazini hata kusini. Amina. Ili kwamba waje waitwe kwa jina lako. Amina. Ndani ya maji haya yuko dada yetu Theresia. Amina. Amekubali kuijia njia yako ya wachache wa Bwana. Amen. Ninaomba Baba yabariki maisha yake. Amen. Hata wakati nambatiza katika maji haya, ndio wewe ukambatize katika ufalme wako. Amina. Kwa Roho wako Mtakatifu. Amina. Naamini Bwana kwa upendo wako. Amen. Utakwenda kumjalia. Amen. Kusimama katika njia iliyo nyembamba. Amina. Bwana atakumpa ushindi wa kila majaribu. Amina. Na hata Mungu wetu, kama yako magonjwa yoyote Bwana yakapate kuponywa. Amina. Baada ya ubatizo huu Bwana. Amina. Udhaifu wote katika mwili upate kuondolewa. Amina. Baba, kwa sababu tumeona ishara hiyo. Ndio. Waliokuja wakabatizwa. Amina. Walitoka ni wazima na wenye afya. Amina. Naomba ikatendeke hivyo kwa dada yangu. Amen. Naamini kwa upendo wako mkuu utakwenda kuonekana. Amina. Katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu naomba. Amina. Furaha mwenye dhambi moja akitubu, furaha mwenye dhambi moja. Asante Mungu wetu. Yabariki maisha ya binti yako. Amen. Mpe neema ya kutembea. Amen. Sawa sawa na neno lako. Amen. Na azikanyage hizo hatua za damu. Amen. Kwa jina lako Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mwenye dhambi moja akitubu, furaha mwenye dhambi moja akitubu, na siku moja tutapaa kwenda naye mbinguni, na siku moja tutapaa kwenda naye mbinguni. Furaha mwenye dhambi moja akitubu, furaha dhambi moja akitubu, na siku moja tutapaa kwenda naye mbinguni, na siku moja tutapaa kwenda mbinguni. Furaha mwenye dhambi moja akitubu, furaha mwenye dhambi moja akitubu, na siku moja tutapaa kwenda naye mbinguni, na siku moja tutapaa kwenda naye mbinguni. Furaha mwenye dhambi moja akitubu, furaha mwenye dhambi moja akitubu, na siku moja tutapaa kwenda naye mbinguni, na siku moja tutapaa kwenda naye mbinguni. Njia ile ni nyembamba iendayo uzimani, 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 iendayo uzimani. Wenye dhambi hawawezi kuipita njia hiyo, njia ile ni nyembamba iendayo uzimani. Wenye dhambi hawawezi kuipita njia hiyo, njia ile ni nyembamba iendayo uzimani, njia ile ni nyembamba. Amen. Ameyachukua maamuzi haya. Amen. Anasema yeye mwenyewe ndio ameamua. Amen. Anahitaji kutembea kwenye njia hii, amtumikie Bwana. Amina. Na ameahidi kusema ataitunza nywele yake ndio ikae katika mtindo wa watakatifu wa zamani. Amen. Na Mungu nimemwambia atamsimamia tu kwa sababu maamuzi ameyafanya. Ni Bwana atakayemsimamia. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Baba, ni shukrani ambayo
twaja Mungu tukileta pamoja. Amen. Kwa furaha ambayo umeyaita maisha dada huyu Happiness. Amina. Katika wakati huu ambao Baba ni wa majira ya jioni. Ndio. Ya kumalizika kwa siku. Amina. Ambayo Baba hatusemi siku kama inayosabika wanadamu. Amen. Bali ni siku ile ulionena kwamba jioni kutakuweko nuru. Amina. Bwana umemuita dada yetu ili kwamba aje kukutumikia. Amen. Na hata ni ukiri kutoka moyoni mwake. Bwana ninaomba wakati ambapo Baba tunambatiza, wewe mbatize katika ufalme wako. Amina. Mpatie Roho wako Mtakatifu. Amen. Ambaye Baba atamwendesha kuyashinda majaribu. Amen. Katika Baba Mungu wetu ulimwengu huu wa kuharibika, kuna mengi ya kuvutia yaliyo mabaya. Amen. Lakini Mungu msaidie Bwana. Na umpe neema tu Baba, Roho wako wa uzima apate kuwa ndani yake, kumpa kushinda kila majaribu. Tunapombatiza, wewe ukambatize katika ufalme wako. Amina. Katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Dada Happiness na kubatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Baba Mungu wetu, yabariki maisha ya binti yako huyu Happiness. Amina. Na mjalie Bwana ushindi katika safari. Amina. Jina lako lipate kutukuzwa. Amina. Katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen. O ni yeye yule jana na leo na hata milele. Ni yeye yule jana na leo na hata milele. Ni yeye yule jana na leo na hata milele. Ni yeye yule jana na leo na hata milele. O ni yeye yule jana na leo na hata milele. Ni yeye yule jana na leo hata milele. Ni yeye yule jana na leo hata milele. Ni yeye yule jana na leo hata milele. Oh, ni yeye yule jana na leo hata milele. Ni yeye yule jana na leo hata milele. Oh, aliwaongoza Waisraeli na kule jangwani, anatuongoza bibi harusi na hata milele. Oh, ni yeye yule jana na leo na hata milele. Ni yeye yule jana na leo na hata milele. Oh, ni yeye yule jana na leo na hata milele. Ni yeye yule jana na leo na hata milele. Oh, ni yeye yule jana na leo na hata milele. Ni yeye yule jana na leo na hata milele. Milele na Bwana milele. Milele na Bwana milele. Milele na Bwana milele na Bwana milele. Oh, 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 milele na Bwana milele na Bwana milele. Ni mimi na Bwana ni mimi. Ni mimi na Bwana ni mimi. Amen. Alikuwa na majina mawili, anasema yote yanatumika, lakini ameamua kuchagua jina moja. Ndio. Alikuwa na Angelina, lakini alikuwa na Suzana. Ikabidi tutete kidogo. Akasema sasa nimechagua Suzana. Amina. Amen. Washindi. Na ameliamua hilo kwamba ndilo jina litakalokuwa pekee analolifuata. Amina. Hata atasimama katika utimilifu wa njia hii. Ndio. Kwa kuachana na yote, asimame kama mtakatifu. Amina. Mungu tu amsaidie. Amen. Binti ambaye bado ni ndogo. Ndio. Naamini atamsimamia Bwana na kumpa ushindi. Amina. Bwana
Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Baba, tuseme nini Bwana? Amen. Tunashukurani tu mbele zako. Amina. Ndani ya maji haya Ndio. yuko binti huyu mdogo tena kwa jina la Suzana. Amina. Na hata Baba umenena kwa kinywa cha mtumishi wako Branham. Amina. Kila jina lina roho nyuma yake. Amina. Suzana alikuwa mshindi. Amina. Ambaye Bwana tunasoma historia yake. Amen. Aliweza kusimama mahali pa neno lako. Amen. Hata akatokea John Wesley. Amina. Naomba Bwana roho yule yule aliyemuongoza Suzana wa kale akaongoze maisha ya binti huyu. Amina. Bwana akutumikie katika maisha yake. Amen. Na asimame katika usahihi wa njia. Amina. Hata Baba ukimpa ushindi juu ya majaribu ya ujana. Ndio. Hata siku za usoni ambazo zijajo mbele. Amen. Wakakutumikie Bwana kwa nyumba fulani. Amen. Ambayo wewe utakuwa umemwamulia Bwana. Amina. Baba, naomba Mungu wetu, Amen. wakati nambatiza katika maji haya, Ndio. kambatize katika ufalme wako. Amen. Kwa Roho wako Mtakatifu. Amen. Hata atembee katika hatua za ushindi. Amen. Kama binti yule wa zamani. Amen. Aliyekuwa mwombaji. Hata maadui walipoinuka, ulimuinulia Baba mbwa akawa mlinzi. Amen. Aliyeweza kumpigania njiani Bwana. Amina. Naomba ikawa hivyo kwa binti huyu Suzana. Ndio. Yatakapoinuka majaribu ya kila namna, Ndio. mpe ushindi umo safarini. Amen. Na mpe Baba kutembea sawa sana mapenzi yako. Amen. Naamini Bwana tukenda kutenda. Amen. Katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu naomba. Amen. Dada Suzana na kubatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo. Asante Baba yetu. Amen. Nakushukuru Bwana kwa ajili ya binti yako huyu. Amen. Baba, mpe ujasiri. Amen. Na atembee Bwana akikutazama wewe. Amen. Kama mwimbaji wa kale alivyoimba. Amen. Mtazame huyu aliyeangikwa Juu. hata kuna kuishi kukutazama. Amen. Mungu akapate kufanya hivyo. Amen. Siku zote za maisha yake. Amen. Katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Amen. Njia ile waitayo uzushi, ndivyo ninavyo mwabudu Mungu wangu. Tunaalika kama kuna mwingine. Kama kuna mwingine tunaalika. Maneno ya Mungu anasema leo kama mtaisikia sauti yake. Usifanye mgumu mioyo yenu. Amen. Uko tayari kufanya maamuzi hapo ulipo? Tukafanya huduma hii kwa ajili yako. Amen. Maana maji yako hapa. Ndio. Hakuna gharama yoyote. Bure kabisa. Nafsi yako tu ndio inayohitajika. Muijie Bwana leo. Maana hujui kesho kuna nini. Ndio. Leo ndio ya kwako, kesho sio ya kwako. Ndio. Na neno la Mungu limesema ukisikia sauti yake leo, usifanye mgumu moyo wako. Amina. Kama uko hapo, tunakualika maji yako hapa. Amen. 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 Karibu sana wakati wimbo unaendelea. Ndio. Unaweza ukafanya maamuzi yako ukaja tu. Amen. Hatuna katekisimu ya kwanza kusomea. Wala hatuna kanuni ya imani yoyote. Ndio. Ni mtu anapokubali anaingia kwenye kubatizwa. Amina. Maana neno la Mungu limesema atakayeamini na kubatizwa. Ndio. Kwa hiyo ukiamini leo inawezekana. Amina. Kama uko hapa karibu sana. Amen. Karibu sana unaalikwa. Endelea kuimba. Kwa njia ile waitayo uzushi, ndivyo ninavyo mwabudu Mungu wangu. Kwa njia ile waitayo uzushi, ndivyo ninavyo mwabudu Mungu wangu. Kwa njia ile waitayo uzushi, ndivyo ninavyo mwabudu Mungu wangu. Hata waseme tumechanganyikiwa, hivyo tunavyo mwabudu Bwana Yesu. Kwa njia ile waitayo uzushi, hivyo ninavyo mwabudu Mungu wangu. Kwa njia ile waitayo uzushi, hivyo ninavyo mwabudu Mungu wangu. Kabla sijatoka unaweza ukaja. Amen. Amina. Basi Mungu awabariki. Amen. Acha niombe. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Asante Bwana Mungu wetu kwa neema yako ya Kalvari. Amen.
Tunashukuru Bwana kwa uumbaji wako. Amen. Ambao uliumba maji haya yawepo mahali hapa. Amen. Na kisha yafanye kazi kwa ufalme wako. Amen. Bwana, ni wakati ambapo kazi imefanyika. Nayo ilikuwa Baba Mungu wetu ni ya kuzika utu wa kale, ili Bwana utu upya upate kutokea. Amen. Baba, tunaendelea Mungu wetu kukushukuru. Amen. Na hata kuendelea Baba kuzidi kukuomba. Yabariki maji haya Bwana. Bariki na viumbe vyote vilivyomo katika maji haya. Tunavifungulia viende katika utaratibu. Katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu naomba. Amen. Amen. Endelee kuimba wakati wanakuja. Njia ile waitayo uzushi, ndivyo ninavyomwabudu Mungu wangu. Njia ile waitayo uzushi, ndivyo ninavyomwabudu